Bismillahirrahmanirrahim. Tamko la viongozi wa Kiislamu kuhusu maridhiano na ujenzi wa mustakabali mwema wa Tanzania. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu, ardhi na vilivyomo, Mola wa haki, amani na uadilifu. Rehema na amani zimshukie Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mwenye kuongoza kwenye njia ya amani, salama, haki, uadilifu na kuvumiliana. Tunatambua kuwa mataifa kwa nyakati tofauti hupitia vipindi vigumu, na kwamba vipindi hivi vinahitaji busara, hekima na uongozi wa kimaadili ili kurejesha utulivu na mwelekeo sahihi wa kitaifa. Sisi viongozi wa Kiislamu nchini Tanzania tumekusanyika hapa kutoa tamko hili mahsusi kwa Watanzania wote bila ubaguzi wa imani, kabila, rangi au itikadi yoyote ya kisiasa. Tunatoa tamko hili kwa nia ya kuponya majeraha ya taifa letu, kurejesha amani, kuhimiza maridhiano na kujenga mustakabali bora baada ya machafuko na ghasia zilizojitokeza katika maeneo mbalimbali nchini hivi karibuni. Namba moja, kauli ya kuhusu maisha ya Watanzania. Kwa niaba ya wanazuoni na jumuiya na taasisi za Kiislamu, kwanza tunatoa pole za dhati kwa familia zote ambazo zimepoteza wapendwa wao katika ghasia hizi. Kupotea kwa maisha ya raia, hasa vijana wetu ambao walikuwa tegemeo la familia na taifa, ni msiba mzito unaogusa dhamira ya kila Mtanzania. Hatuoni vifo hivi kama takwimu, bali kama uchungu halisi, pengo lisilozibika na maumivu ambayo hayana kipimo katika nyoyo za watu, ndugu na jamii nzima. Mwenyezi Mungu anasema, mwenye kumuua mtu mmoja bila ya mtu huyo kuwa muuaji au bila ya kufanya ufisadi katika ardhi, basi ni kama ameua watu wote, na mwenye kuokoa uhai wa mtu mmoja, basi ni kama ameokoa uhai wa watu wote. Surat Al-Maida, sura ya 5 aya namba 32. Tunatoa pia pole kwa ndugu zetu wote waliojeruhiwa katika matukio haya. Majeraha yao ya mwili na ya nafsi ni kumbukumbu ya maumivu ambayo yanahitaji uponyaji wa kitaifa, huruma na juhudi za pamoja kurejesha tumaini katika jamii. Hali kadhalika, tunatoa pole za dhati kwa ndugu zetu ambao mali zao zimechomwa moto, kuharibiwa au kuibiwa wakati wa matukio haya ya ghasia. Uharibifu huu wa mali, iwe ni nyumba, biashara au rasilimali za kujikimu, ni jeraha kubwa katika maisha ya wananchi, kwani mali ni jasho, ni matumaini na mara nyingi ndiyo uti wa mgongo wa familia husika. Sanjari na hili la uharibifu wa mali, tunatoa pole kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, mpambanaji wa kuiletea nchi maendeleo, pamoja na serikali yake, kwa uharibifu wa mali za umma uliotokea kwenye vurugu hizi, na tunatoa pole kwa Watanzania ambao kodi zao zilizotumika kujenga mali hizi za umma zimeishia kuharibiwa kwa namna moja au nyingine.